Na mtazamaji, bila shaka umewahi kusikia kuhusiana na masuala ya uchawi na vitu kama hivyo, lakini hii itakushangaza kidogo. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limetangaza msimamo mkali dhidi ya watu wanaojulikana kwa jina la Kamchape wanaodai kuwa na uwezo wa kuwakamata wachawi na kuondoa vitu vinavyodaiwa kukwamisha maendeleo ya wananchi. Mwandishi wetu Paul Nenetwa kutoka mkoani Mwanza ana taarifa zaidi. Hatua hiyo inakuja kufuatia ongezeko la malalamiko kutoka kwa wananchi wa maeneo mbalimbali katika kisiwa cha Ukara, kata ya Buisia, kuhusu vitendo vya utapeli, vitisho na uporaji wa mali vinavyofanywa na kundi hilo kwa kisingizio cha kupambana na uchawi. Baadhi ya wananchi wanaopinga vitendo vinavyofanywa na kundi la Kamchape wamesema kila mtu ana haki na uhuru wa kuabudu kulingana na imani yake, hivyo wameendelea kusisitiza juu ya kudhibitiwa kwa watu hao. Nchi inasema kwamba kila mtu ana haki ya kuabudu kile kitu ambacho anakitaka, sio kwa lazima. Ndio. Nasikia bwana? Hata mtu akiabudu mti, ni mti wake. Kamchape inakuwa kama jeshi la polisi. Inaingia ndani ya nyumba, anapekua. Yeye ndiye Kamchape ndiye polisi, Kamchape ndiye hakimu. Kamchape sio polisi wala sio hakimu. Wanakupiga faini shilingi 300,000. Watu wameuza ng'ombe kwa ajili ya Kamchape. Sheria gani inasema hivi? Imani yangu mimi hainiruhusu kumchangia shetani, kwa sababu mimi Kamchape katika imani yangu naamini kwamba ni shetani. Natoa sadaka kanisani, nachanga pesa kwa ajili ya kufanya shughuli za maendeleo ya kanisa, sio Kamchape shetani. Vitendo vinavyofanywa na watu hao maarufu kama Kamchape vimemfanya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa kutoa msimamo mkali wa jeshi la polisi dhidi ya vitendo vinavyofanywa na watu hao, huku akisema kuwa jeshi la polisi limeanza operesheni maalum ya kuwasaka watu wote wanaojihusisha na vitendo hivyo ambavyo ni kinyume cha sheria na vinatajwa kuchochea uvunjifu wa amani. Nasema hao Kamchape wenu yalikuwa ni makubaliano batili, hayana uhalali mbele ya macho ya kisheria. Vile vitendo vyote vya ng'ombe zile wanazochukua vile, pesa 300,000, kuku sijui wanazochukua, sijui nini, hela zote zile, huo wote ule ni wizi. Kamchape akamatwe popote pale na utapeli wake apelekwe wapi? Mahakamani. Wale waliowaleta Kamchape na wanaendelea kuwafadhili wajue kwamba wanashiriki makosa. Kamanda Mtafungwa ameongeza kuwa imani hizo potofu zimekuwa chanzo cha vitendo vya kikatili ikiwemo mauaji, vipigo na migogoro isiyo ya lazima katika jamii, ambapo mpaka sasa watu 21 wanaodaiwa kuhusika na vitendo hivyo wanashikiliwa, huku uchunguzi ukiendelea kabla ya kuwafikisha mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Wanaosaidia Kamchape na Kamchape katika tarafa ya Ukara wako 21 mpaka sasa. Wataendelea kukamatwa mpaka waishe, na wataendelea kukamatwa na kufikishwa katika mahakama ili wapate adabu. Tutawatafuta usiku wa manane, mvua, jua, na tutawakamata tu. Nenda muambie. Aidha, wito umetolewa kwa wananchi kuacha tabia ya kuhifadhi wahalifu na badala yake washirikiane na vyombo vya usalama katika kulinda amani kwenye maeneo yao. Nikiripoti kutoka hapa katika kisiwa cha Ukara hapa mkoani Mwanza, Paul Nenetwa, EATV. Shukrani sana Paul Nenetwa kutoka jijini Mwanza. Na mtazamaji, nikikutoa Mwanza jiji